Ugonjwa wa stroke ni ugonjwa ambao nadhani kila mtu anajua kwamba ni ugonjwa ambao ni hatari kabisa, kwa maana ya kwamba ni ugonjwa ambao kama umeshawahi kuona wagonjwa, ni ugonjwa ambao unaweza kufanya ukakaa ndani miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10 ukiwa uko pale, na walio wengi huwa wanapoteza uhai kwa sababu ya hilo swala la stroke hilo, na wengine huwa hawapata hata ile fursa kukaa mwaka ndani. Akishapata stroke na mpiga moja kwa moja kabisa na anaondoka kabisa. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni hatari na ambao ukikaa vibaya unaondoa uhai wako. Si kuondoa tu uhai kwa yule mtu ambao umemlaza kitandani, ugonjwa ule unasababisha na uchumi wakati mwingine unaparanganyuka, na familia wakati mwingine mnapoteana, kwa sababu ishakaa ndani. Automatically nani ambaye atakaa hapo kila siku anakunyanyua na kupeleka na kuogesha? Inahitaji moyo kweli kweli. Ni bahati mbaya kwamba wakati ugonjwa huu tukiwa tunafahamu kwamba ukienda kwenye tafiti zilizo nyingi zinaonyesha ni ugonjwa ambao unaweza kuudhibiti na kuutokomeza na kuutibu kabisa kirahisi, wagonjwa wa stroke ama kiharusi ni hawauelewa huu ugonjwa huu na tiba ni nini, mambo yapi ya kuweza kuzingatia. Kwa kama ulikuwa na wewe huelewi vizuri, niko hapo kwa ajili ya kuweza kuchambulia ugonjwa wa stroke huu, ugonjwa wa kiharusi ni ugonjwa wa aina gani, na siri 7 zipi ambazo natakiwa wewe uweze kuzifahamu ili kusudi uweze kujitibia na uweze kupona haraka. Nisikilize kwa makini mwanzo mpaka mwisho wa video hii, utaweza kufahamu vitu vingi ambavyo yamkini hujawahi kusikia mahali popote, na mara nyingi hata hospitalini huwa hatupatagi hata muda wa kutosha wa kuweza kukuelezea mambo hayo. Ni Emmanuel Mpalie, kitaaluma nutrition specialist. Twende sambamba katika mada ambayo inasema ugonjwa wa stroke ama kiharusi na siri kuu 7 za kuweza kutokomeza stroke hiyo. Kwa hiyo tuangazie mada yetu bila kupoteza muda. Stroke ambao wengi ambao baadhi wanasema kwamba ni ugonjwa wa kiharusi. Stroke ni neno la Kiingereza, kiharusi ni neno la Kiswahili. Fahamu kwamba ugonjwa huu wakati mwingine huwa tunaita kwamba ni shambulio la moyo ambayo yanatokea kichwani. Kwa nini ugonjwa wa kiharusi huu tunaita kwamba ni shambulio la moyo ambayo yanatokea kichwani? Ni kwa sababu ugonjwa huu, ugonjwa wa stroke na ugonjwa wa moyo ambayo ni coronary artery disease ama ischemic heart disease ama tunasema kwamba vitu kama heart attack, ukijaribu kuangalia ni magonjwa ambayo yanakuja kwa sababu ya magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu. Mishipa ya damu ambayo ina supply damu kwenda kwenye moyo wako ikiathirika, utapata vitu shambulio la moyo ambayo ni heart attack, kwa maana ya kwamba kama ile mishipa ya damu ambayo tunaita kwamba ni coronary artery ambayo ina supply damu kwenda kwenye moyo wako ikiziba, manake unapata heart attack. Sasa ile mishipa ya damu ambayo ina supply damu kwenda kwenye ubongo wako ikitokea in any case ikaziba, ama kukawa damu haipo ambayo inasambaa kwenye ubongo wako, basi huwa unapata kitu ambacho kwamba ni shambulio la kwenye ubongo ambacho kwamba ni stroke. Kuna shambulio kwenye moyo ambayo kwamba damu haifiki kwenye moyo wako ambayo ni heart attack, halafu kuna shambulio ambalo linatokea kwenye ubongo ambayo kwamba ni stroke. Na vyote chanzo ni kile kile, ni mishipa ya damu, ni magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu. Kwa tafsiri nyingine, stroke na magonjwa ya moyo ama ugonjwa wa moyo, hizi coronary artery disease, ischemic heart disease, masuala ya heart attack, tunaita kwamba ni cardiovascular disease. Ni magonjwa ambayo yanatokana na magonjwa ambayo yanaathiri mishipa ya damu ama ambayo yanaumiza mishipa ya damu. Hicho ndio kitu ambacho takiwa ukifahamu. Kitu kingine nataka kufahamu tu kwamba sio tu kwamba stroke ni shambulio ama ni hali ya dharura ambayo inatoka kwenye ubongo wako, bali fahamu tu kwamba stroke ni dalili ya mwisho ya ugonjwa sugu ambao umeathiri mishipa ya damu. Ni dalili ya mwisho, natuambia kabisa wewe bana, mishipa yako ya damu inaumwa, ndio maana umeisha kupata nini, masuala ya stroke. Na kwenye hizi stroke zipo aina kuu mbili. Kuna stroke ambayo inatokea pindi ambapo mishipa ya damu imeziba na kupelekea hewa ya oksijeni kutokeza kufika kwenye ubongo. Kuna hiyo aina ya kwanza, lakini kuna aina ya pili ambayo inatokea pindi ambapo damu inakuwa imevujia kwenye ubongo wako. Kwa hiyo kuna hizo aina hizi mbili ambazo ndio naenda kuziangalia sasa hivi, lakini kiufupi kwamba tunapozungumzia habari za stroke, ufahamu kwamba ni shambulio ya moyo ambayo inatoka kwenye ubongo wako
ambalo tunasema kwamba limetokana tu kwamba na mishipa yako ya damu kuweza kuathiriwa eza na vyakula ambavyo unakula. Kwa maana kwamba stroke ni moja ya cardiovascular disease. Sasa hebu tujaribu kuangazia aina zake za stroke, kwa sababu tumeshaona kwamba ni ugonjwa ambao unatokea pindi ambapo ile mishipa ya damu ambayo ina supply damu kuna kwenye ubongo ni imeziba ama haifikishi damu imeacha kufika kwenye ubongo vizuri. Kwa hiyo eneo baadhi la ubongo linaathirika kwa kukosa hewa ya oxygen, ndio wewe unapata shambulio la ubongo ambayo kwamba ni ambayo kwamba ni stroke. Sasa kuna hizi aina mbili, ambayo aina ya kwanza ya stroke ama kiharusi ni stroke ambayo kwamba ni stroke ambayo ni ya kuziba kwa mishipa ya damu, ambayo katika lugha ya kitaalamu wanaita kwamba ni ischemic stroke. Hii ischemic stroke ni aina ya stroke ambayo inatokea pindi ambapo mishipa ya damu imeziba. Imeziba na nini? Mishipa ya damu haizibi na kokoto, inaziba na vitu kama cholesterol ambayo tunafahamu ni mafuta ambayo yanapatikana kwenye vyakula ambayo tunakula, mafuta yanayoganda ambayo yanapatikana kwenye vyakula ambayo tunakula. Vile ndio ambavyo vinapoingia kwenye damu yako ndio ambavyo vinaenda kushambulia ile mishipa na kuweza kuhakikisha kwamba ile mishipa inakakamaa na haiwezi kutanuka vizuri, na vinajazana kwenye ile mishipa, vinapunguza kipenyo. Mwisho wa siku zile cholesterol na mafuta uliyokula wewe yanaziba kabisa ule mshipa wa damu, hivyo damu inayokuja inakuwa haiwezi kufika baadhi ya maeneo kwenye ubongo wako, na hivyo kupelekea kwamba kwa kuwa hewa haifiki, basi unapata mshtuko kwenye ubongo wako ama shambulio kwenye ubongo wako ambayo ndio kwamba ni stroke. Kwa hiyo stroke ile kuja kwa namna ile ama kiruhusa hicho kuja kwa design ile, tunasema kwamba ni ischemic stroke. Kwa hiyo ikishaziba, hakuna damu naenda, hakuna oksijeni inayofika kwenye baadhi ya maeneo ya ubongo, basi baadhi ya viungo huwa vina paralyze na kuwa haviwezi tena kufanya kazi, kwa sababu baadhi ya maeneo kwenye ubongo ni kwamba yamesizi, hayapati hewa ya oksijeni wala hayapati virutubisho. Hiyo aina stroke tunaona kwamba ni ischemic stroke. Hii aina ya kwanza ndo aina kubwa sana kwa wagonjwa walio wengi, ambao tunasema karibia 85% ya wagonjwa wote ambao wanapata stroke wanapata hii aina ya kwanza ambayo mishipa ya damu inaziba, ambayo kama ni ischemic stroke. Kuna aina ya pili ambayo ni stroke, ambayo inatokea baada ya kuwa kumetokea kupasuka kwa mishipa ya damu. Ile mishipa ya damu nakuta imepasuka na ile damu inavijia kwenye baadhi ya maeneo ya ubongo. Kwa hiyo hii aina ya stroke ambayo inaathiri ubongo wa kuweza kwa damu kuweza kuchanganyikana na ubongo wako, tunasema kwamba ni hemorrhagic stroke. Kwa kuna utofauti. Ya kwanza, mishipa ya damu inaziba tu kwa sababu ya mafuta uliyokula na masuala ya cholesterol. Lakini ya pili, ambayo ni wagonjwa wachache ambao wanapata hii aina ya stroke, ni stroke ambayo inakuja baada ya kuwa damu au mishipa ya damu imepasuka, na hivyo ile tunasema kwamba zile damu kutoka kwenye mishipa ya damu inaanza kuvijia kwenye ubongo wako, na hivyo kuweza kukupeleka wewe baadhi ya maeneo ambayo yanatawaliwa na ile eneo la ubongo kuweza kuparalyze, kwa maana kwamba kunakuwa hakuna coordination tena. Hii ilikuwa ni aina ya pili ya stroke ambao wagonjwa wake ni wachache sana. Unaweza kujiuliza kitu kimoja, sasa kwa nini mishipa ya damu inapasuka? Naomba nikufahamishe kitu kimoja. Kawaida mishipa ya damu huwa inaweza kusinyana kutanuka, mishipa ya damu ambayo ina afya njema. Cholesterol unazokula, mafuta na uganda unayokula, yale ndio yanakuja kushambulia zile kuta za mishipa ya damu na kuchakaza kiwanda ambacho kinazalisha zile gesi za nitric oxide, na hivyo kupelekea ile mishipa ya damu kwanza kukakamaa na kutokuweza kutanuka kama ilivyokuwa mwanzo. Na kwa kweli inakuwa haina uwezo kutanuka kama ilivyokuwa mwanzo, na mara nyingi hali hii huwa inaambatana na ongezeko la pressure. Pressure inapanda kwa sababu mishipa ya damu imepunguza ule uwezo wake kuweza kutanuka, kuweza kubalance pressure. Sasa pressure inapoongeza na kuwa juu na wewe ukaacha kuicontrol vizuri ile pressure, ndio maana watu wanapewa dawa. Sasa wewe hizo dawa hufuatilia vizuri, ama vyakula mnavyokula ni vibovu, kwa hiyo pressure kaongezeka. Ile pressure ndio huwa inasababisha mishipa ya damu kupasuka. Lakini kwa nini mishipa ya damu iweze kupasuka? Kwa sababu imepoteza uwezo wake wa kuweza kutanuka kama ilivyokuwa mwanzo. Kilichopelekea ipoteze uwezo ni nini? Ni zile cholesterol na mafuta yanayoganda ambayo wewe umekula kutoka kwenye vyakula vyako. Kwa bado mzizi unabakia kwenye masuala ya vyakula. Ya kwanza, yale mafuta yanaziba. Yanapokuwa yameziba, damu haifiki na hewa haifiki kwenye ubongo. Lakini ya pili, unaweza kukuta kwamba
damu inaendelea kupita maeneo yale, lakini ile mishipa ya damu bado iweze kutanuka vizuri na iweze control pressure ile. Mishipa ya damu imepoteza uwezo wake wa kusinyaa na kutanuka vizuri kwa sababu ya cholesterol zile zile, na hivyo kwa kuwa pressure imeongezeka, ni inafikia pale ile mishipa ya damu inapasuka na damu inavijia kwenye ubongo. Hii inaifananisha kwa maana ya kwamba na kipulizo, umepuliza hewa kwenye kipulizo, kimefikia mwisho, kwa mwisho wa siku kile kinafanyaje? Kinapasuka. Fikia na mishipa ya damu kama kipulizo ambacho kimefikia mwisho wa kuweza kutanuka, lakini bado ile nguvu ya kusukuma damu imeongezeka, inafikia pahala ile mishipa ya damu inafanyaje? Ni inapasuka. Hii ilikuwa ni issue ya hemorrhagic stroke na masuala ya ischemic stroke. Hivi ni vitu viwili ambavyo tutakao vifahamu, lakini vina chanzo ambacho kinafanana. Haya, kuna issue nyingine ambayo imekuwa ikiwakumba watu na hawaielewi, ambao unakuta mtu eza kwa muda fulani ushangaa mtu anakuambia bana, niliwahi kupata kama hali fulani ya stroke, mdomo kama mzito, siwezi kuongea. Kuna mwingine anakuambia bana, mwili mzima, baadhi ya eneo ilipata ganzi, ikawa hawezi kumove upande huo. Au mwingine anakuambia bana, niliwahi kuona kama nimepata hama hali ya kufifia kwa kuona, lakini baadaye ikaweza kuondoka. Ile hali nitasema kwamba ni kiharusi cha onyo, ama ni stroke ya onyo, ama ni kiharusi cha muda. Kuna watu ambao wanapata kiharusi cha muda ambacho tunaita kwamba ni transient ischemic attack, ambayo ni hali ni aina kiharusi ama stroke ambao unaipata, lakini haidumu kwa muda mrefu, na hudumu kwa muda fulani, unashangaa inapotea. Kwa nini inapotea? Ni kwamba unakuta eza vile vibonge vya damu ambavyo vitaka kuziba mishipa ya damu, unakuta eza kimeyeyuka kabla hakijaleta madhara kwenye ubongo, ama vile vitu ambavyo vitaka kuziba mishipa ya damu unakuta eza vimesogea ama vimeyeyuka kabla havijasababisha nini, havijasababisha madhara kwenye ubongo wako. Ndio unashangaa ile hali inafanyaje? Inapotea. Lakini ile tunasema kwamba ni kiharusi cha dharura au kiharusi cha onyo, kinakuja kuambia. Na watu hawa mara nyingi huwa inakuja stroke yenyewe ambayo sasa inakuja kupambana nayo miaka na miaka. Lakini fahamu hiyo aina stroke ambayo inakuja kwa muda mfupi, mdomo unakuwa mzito, unakuwa huongee, baadaye inakuja kukuachia, unazungumza, tunaita kwamba ni transient ischemic attack. Hizi ilikuwa ni juu ya masuala ya stroke. Naamini unaweza kuwa umeelewa vizuri. Sasa wagonjwa wakishapata changamoto hizi, wengi huwa wanapoteza matumaini ya kuweza kupona. Wewe fikiria, ulikuwa ni mzima, afya sasa hivi upande mmoja haufanyi kazi, upo kitandani, unaanza sasa kupelekwa chooni, kuogeshwa. Kwa hiyo wengi wanapoteza matumaini na wengi huwa hawarudi tena kwenye maisha kama ilivyokuwa awali. Lakini naomba nikufahamisha kwamba kuna mambo 7 ambayo utakayoyafahamu juu ya ugonjwa wa stroke na kwa nini hutaki kuwa na wasiwasi pindi unapokuwa umepata masuala ya stroke. Na haya mambo 7 yatakupatia njia sahihi ya kuweza kufanya matibabu ya stroke. Haya, tuangazie hizi siri 7. Siri ya kwanza ambayo utakufahamu kwamba ugonjwa wa stroke ni gonjwa lishe. Si ugonjwa ambao unakuja kwa sababu umepata bacteria infection, wala si ugonjwa ambao unakuja kwa sababu umepata virus infection, wala si ugonjwa ambao unakuja kwa sababu umepata fungus infection. Hapana. Fahamu kwamba stroke ni gonjwa lishe. Ukiangalia tunasema ni stroke ni shambulio la moyo ambalo linatoka kwenye kichwa chako, kwa maana kwamba ni mishipa ya damu imeziba. Kwa nini mishipa ya damu imeziba? Tunafahamu damu haibebi kokote, inabeba kile ulichokula. Masuala ya cholesterol inapatikana kwenye chakula ulichokula, mafuta yanayoganda yanapatikana kwenye chakula ulichokula. Hizi trans fat ambazo ni aina fulani ya mafuta pia yanapatikana kwenye vyakula, hasa kutoka kwenye viwandani. Bado yote ni mafuta, hayo ndio yanakuja kuziba mishipa yako ya damu, na mwisho wa siku hewa ama damu inakuwa haipiti, na baadhi ya sehemu ya ubongo inakosa hewa. Au tunasema kama hujapata hiyo aina stroke, umepata hemorrhagic stroke, ni kwamba mafuta hayo yanakakamaza ile mishipa ya damu na kuichakaza. Mwisho wa siku inakuwa haina uwezo ya kutanuka. Pressure inapopanda inakuwa inaweza kuweza kupasua mishipa ya damu. Unapata nini? Masuala ya ile tunasema kwa damu na vijaa kwenye ubongo. Lakini chanzo ni lishe, ni vyakula ulivyokula. Ukishafahamu kwamba ni gonjwa lishe, inakusaidia wewe kuweza kujua wapi uweze kuweka nguvu kubwa. Sitaji mtu kishaelewa kwamba ni gonjwa lishe uweke nguvu kubwa sana kwenye kutibu stroke kutumia mitishamba. Utakuwa ni mtu wa ajabu sana. Na sikutarajia kishagundua kwamba ni gonjwa lishe wewe uongeze nguvu kubwa sana kwa kuweka vitu kama kwa kutumia supplement nyingi sana za makampuni ambazo wanauza. Wewe utakuwa hauko serious. Ni takao ujue tu kwamba nitaje mtu akishajua kama gonjwa lishe aweze kufanya maboresho kwenye jiko lake kule. Kwani kule ndo ambapo hizo cholesterol na mafuta yanaoganda na kutokea, kwa sababu ndo unakula asubuhi, mchana na jioni. Hii ni pointi ya kwanza ya mgonjwa wa stroke yoyote ambaye nataka nini aifahamu.
Pointi ya pili, ikabidi uelewe kama ilivyosema awali kwamba stroke ama kiharusi ni shambulio la moyo ambayo imetokea kwenye kichwa chako. Ukishajua kama shambulio la moyo unajua kabisa kwamba shambulio ambalo kutoka kwenye moyo ni manake mishipa ya damu ile imeziba. Kwa hiyo hii mishipa ya damu ambayo inapelekea damu kwenye moyo ikiziba, unapata hata ataki ambayo ni shambulio la moyo. Lakini ile mishipa ya damu ikiziba kutoka kwenye ubongo, ndo unapata ndo unapata habari za stroke. Kwa hiyo kitu ni kile kile, ni mishipa ya damu kuziba. Kinachoziba ni nini pale? Ni masuala ya mafuta hayo uliyokula, cholesterol, hizo ndio zinakuja kuathiri mishipa ya damu hiyo. Ukishagundua hiki kitu, unajua kabisa moja kwa moja bado ikabidi nijikite kwenye masuala ya lishe, kwani mtishamba hauwezi kuzibua hizo cholesterol wakati bado unaendelea kuongeza cholesterol kutoka kwenye chakula. Lakini ukiweza kutambua hivyo, itakufanya wewe uweze kujua kwamba hapa shida ni lishe ndio ambayo inakuja kuziba mishipa yangu ya damu. Na hii nature ugonjwa wangu ni mishipa ya damu imefanyaje? Imeziba. Kwa hiyo nataka nizibu kwa kuepuka vyakula ambavyo vinakuja kuziba. Ni bahati nzuri lishe ile ile ndio inakuja kuyeyusha yale mafuta na kuweza kurudisha ile afya ya mishipa ya damu. Hiyo ndio habari nyingine ambayo nitakuja kuizungumza baadaye kwa kina. Lakini hii cha pili tu fahamu tu kwamba stroke ni shambulio la moyo ambalo linatokea kichwani kwako. Cha tatu, ikabidi ufahamu kwamba seli ambazo tunaita kama ni seli za endothelium, ambazo ni seli ambazo zimeunda ukuta wa mishipa ya damu, ndo ukabidi uelewe kwamba ndo walinzi wa ubongo wako wewe. Kwa maana ya kwamba ni nini? Hizi seli za endothelium ndo kiwanda ambacho kinazalisha gesi ya nitric oxide, ambayo gesi ya nitric oxide inafanya mishipa ya damu iwe inaweza kutanuka, iwe na ule uwezo, yani inakuwa na ile elasticity. Kwa hiyo hata pressure kama ikiongezeka, ile mishipa ya damu inaitikia kwa kutanuka vizuri pasipo na kuweza kuicontrol ile pressure. Lakini hii gesi ya nitric oxide hii ndio inakuja kuzuia zile cholesterol ambazo unazo kama umekula kwa bahati mbaya, au ile mafuta uliyokula, zile trans fat ulizokula zisiweze kunata kwenye mishipa ya damu. Kwa maana kwamba hizi gesi ya nitric oxide inafanya mishipa ya damu kuweza kuteleza na kufanya zile cholesterol zishindwe kuweza kunata ama kuganda kwenye mishipa yako ya damu. Lakini pia kitu kingine ni kwamba nitric oxide inakuja kusaidia kuweza kuyeyusha yale mafuta ambayo yamejipakia kwenye kiwambo cha ile mikuta, zile kuta za mishipa ya damu. Hiyo nitric oxide ambayo inazalishwa nini? Na hizi seli ama kiwanda cha endothelium. Kwa hiyo kwa kushinda kutambua hivi, utashinda kutambua umuhimu wa swala la lishe. Lakini ukiweza kutambua kwamba hii ndio nalinda ubongo wako, utajua sasa kama naenda ubongo wangu, hii inazalisha nitric oxide. Malighafi zinatokea wapi? Zinatokea kwenye chakula unachokula. Ili kusudi endothelium cells ziweze kuzalisha nitric oxide, zinahitaji malighafi, vitu kama citrulline, vitu kama L-arginine ambavyo vyote vinapatikana kwenye vyakula. Kuna mtarajia mtu huyu afocus kwenye kuingiza vyakula ambavyo vimeshenezwa kemikali, lengo viweze kupata malighafi za kutosha kuweza kuzalisha nitric oxide iwe nyingi ya kuweza kuja kupambana na hali mbaya iliyopo kwenye mishipa ya damu, na hii kuendelea kukukinga wewe kwenda kupata ile second stroke. Kuna mtu anakuta anataka kuimprove, amefanyishwa hizo mazoezi ya physiotherapy, lakini baadaye unashangaa anapata tena stroke ya pili. Ni kwa sababu haya mambo matatu ya awali ambayo nimeyazungumza yeye hajatambua habari za kwamba stroke ni gonjwa lishe, wala hajajua kwamba stroke kwamba ni shambulio la moyo ambayo yanatoka kichwani, wala hajui kama zile seli za endothelium zilizopo kwenye mikuta mishipa yake ndio ulinzi, na afya zote ya hizi endothelium hizi seli zinategemeana na swala la lishe, chakula unachokula. Na nitric oxide malighafi zake za kusaidia kama inatengenezwa zinatokea kwenye chakula ambacho unakuwa umekula. Kwa hiyo ilikuwa ni siri namba 3 ambayo mgonjwa huyu wa stroke anatakiwa aelewe. Namba 4 ambayo ni siri namba 4, ikabidi ufahamu tu kwamba hizi aina zote mbili za stroke chanzo chake ni kimoja. Moja ni kwamba damu inavijia kwenye ubongo ambao wagonjwa wake ni wachache. Lakini nyingine aina pili ya stroke ambayo wagonjwa ni wengi ni mishipa ya damu inaziba. Chanzo chake ni kimoja. Kwa maana ya kwamba cholesterol, mafuta yanayoganda, na trans fat ambayo pia ni mafuta ambayo kwenye viwandani mara nyingi, ni kwamba yale ndio yanakuja kuziba mishipa ya damu. Unapata aina ya kwanza ya stroke ambayo ni ischemic stroke. Lakini
mafuta yale yale ndio ambayo unasababisha mishipa ya damu inakuwa haina uwezo wa kutanuka vizuri. Mwisho wa siku pressure ikiongezeka ni kwamba ile mishipa inakuwa haiwezi kutanuka, kwa hiyo ni inapasuka. Maana nguvu inayopitisha damu kupitia kwenye ile mishipa ya damu ile inakuwa ni kubwa, na ile mishipa ya damu haiwezi kuhimili. Mwisho wa siku inafanyaje? Inapasuka. Kwa nini haina uwezo kuhimili? Ni zile cholesterol zilizokula, mafuta uliyokula, trans fat ulizokula ndio ambazo zimechakaza ile mishipa ya damu. Mwisho wa siku imepoteza ule uwezo wake wa kutanuka, na inabaki kama bomba tu iko pale, na pressure inapoongezeka basi inapasuka. Kwa hiyo bado chanzo ni cholesterol, mafuta na trans fat hizo ndio chanzo chake. Kwa hiyo fahamu ni bado ni kwenye menyu. Kwa hiyo aina zote mbili za stroke chanzo ni kimoja, zinakuja na vitu viwili tofauti, kwa maana kwamba moja damu haifiki vizuri kwa sababu mishipa imeziba, nyingine damu haifiki vizuri kwa sababu mishipa mfanyaje, imepasuka. Hii ikuwa ni kitu cha nne ambacho taka ukielewe, lakini chanzo ni kimoja kwenye aina zote mbili za stroke. Haya, namba 5, ikabidi huyu mgonjwa afahamu. Wakati ukishafahamu kwamba chanzo ni kimoja, kwa kitu ambacho wagonjwa hawafahamu, wagonjwa hawa stroke, ni kwamba mafuta yote ya kupikia ni sumu ya mishipa ya damu kwa huyu mtu ambaye tayari ameshapata stroke. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kuweza kufahamu. Nimekuwa nikiona nadharia nyingi sana kwamba mafuta haya yanaganda, wengine nakwambia hayo ndio mazuri kwa sababu yanahimili joto, wengine nakwambia haya mafuta ambayo hayagandi ni mazuri. Tena kama vitu kama olive oil, mtu anasifia sana. Ndugu yangu, kama umeshapata stroke, kama mbali na swala ambalo niko kwamba neno mafuta, kama unataka kupona kweli, lakini kama unataka kucheza, endelea kula mafuta uone kama unaweza kutoboa. Sijai kuona mtu ambaye ametoboa kwa stroke anakalika vizuri akarudi kwenye mfumo wake ambaye alikuwa anatumia mafuta. Hata ukiangalia zile clinical trial tafiti ambazo zote zimefanya majaribio ya kutumia vyakula kutibu magonjwa haya, hii tatizo la stroke na magonjwa ambayo ni advanced ya moyo ya kama ischemic heart disease, yote ambayo yalifanikiwa vizuri, ambayo ilitoa matokeo ambayo ni chanya kabisa, ambayo wagonjwa wengi walipona, iliweza kuondoa neno mafuta, ili cut off, iliondoa. Kwa hiyo hiki ni kitu cha 5 ambacho mgonjwa wa stroke anatakiwa afahamu. Ukiendelea kuongeza mafuta kwenye chakula chako ni kwamba unazidi kujiangamiza wewe mwenyewe, kwani tayari mafuta tunayo ya kutosha kwenye ubongo wako kule, na huku tunataka tuyatoe, na kama mishipa damu imepasuka, haya mafuta bado yanaenda kuharibu zile seli za endothelium ambazo tungeweza kuzirudisha afya yake na zikazalisha nitric oxide na ukanasuka na tatizo ulionalo. Kwa hiyo ilikuwa ni siri namba 5 ambao wagonjwa wengi wa stroke hawaijui. Siri namba 6, ni wagonjwa wengi wa stroke wanashindwa kutekeleza sheria ya hakuna. Kwa mgonjwa ambaye anashapata stroke, ambaye ameshaparalyze upande mmoja, ili kusudi aweze kujinasua na changamoto ile, ni ikabidi aweze kujua neno hakuna, kwamba kwa maana kwamba kuna baadhi ya vyakula inatakiwa uviepuke kwa 100%. Si kula kidogo kidogo, inatakiwa uondoe kabisa, kwamba umeshakamatika tayari, sasa huna namna. Ili uweze kupona kabidi uweze kukwepa kwa 100%. Na vyakula hivyo ni kwa mfano kama vitu kama mayai kwa sababu imesheheni masuala ya cholesterol ya kutosha, kwako na sio rafiki kwa wakati huo kwa sababu tayari umeshaugua. Maziwa yamesheheni cholesterol na mafuta ambayo yanaganda, sio rafiki tena kwako. Nyama zote nyekundu na nyeupe, inaweza kuwa nyama ya ng'ombe, inaweza kuwa ni kitimoto, inaweza kuwa ni nyama ya mbuzi, inaweza kuwa inaweza kuwa pia ni samaki. Tunajua samaki wengi wanasifia kwamba ni mzuri, ndio, lakini kisha kamatika na kuhakikishia hiyo vyakula weka pembeni ili kusudi uweze kupona. Hii ni siri namba 6. Kwa unakuta mtu anapata kasupu kwa kuku, wakati huo stroke iko, yani ana stroke na ipo kitandani, na huyu anatarajia kwamba atapona haraka. Huwezi kupona maisha yako yote. Yani wewe utasubiri tu kwamba utasogeza siku, na mwisho wa siku utafanyaje? Utaondoka tena, utaondoka kwa huko bado huko vile vile na stroke yako. Lakini fahamu tu kwamba hivi vyakula utakao uweze kuepuka kwa 100% na ufanye matibabu. Unafanya matibabu gani? Ndio inatupelekea kwenye siri namba 7 ya kinga na tiba. Tiba ya stroke au kiharusi ni rahisi. Inahusisha mambo makuu mawili, hii tiba ya ugonjwa wa stroke. Kwanza, inahusisha vyakula ambavyo ni asili ya mimea. Kwa sababu vyakula vile, kwa nini ni muhimu kwenye tiba? Kwanza, vyakula vile havina cholesterol, kwa hiyo hatuweza kuongeza cholesterol kwenye mishipa ya damu tena. Lakini cha pili, vina kiwango kidogo sana cha mafuta ambayo yanaganda. Lakini cha tatu, vyakula hivi kiasili ni havina haya mafuta ambayo ni trans fat, ambayo ni mafuta nayo pia ambayo sio mazuri sana. Kwa hiyo ukija kuangalia vile vitu ambavyo vinaharibu mishipa ya damu nakuta ni havipo, vikiwa kwenye uasili wake. Sasa vyakula hivi asili ya mmea vinasaidia nini kwa mgonjwa wa stroke?
Moja, kazi ya hizi vyakula sasa, kama ulikuwa hujui, labda nikufahamishe kwa nini natakiwa vizingatie. Fahamu tu kwamba vyakula asili ya mmea vinakuja kufufua hiki kiwanda hizi seli za endothelium, ambacho ni kiwanda ambacho kinazalisha hii gesi ya nitric oxide. Hii ni kitu cha kwanza. Kwa hizi seli zinakuwa na afya njema, kwa zinakuwa ziko tayari kwa ajili ya kuzalisha gesi ya kutosha nitric oxide. Lakini vyakula hivi asili ya mmea ndio vyakula pekee ambavyo vina malighafi ambazo zinazalisha nitric oxide kwenye hizi kiwanda cha hizi seli za endothelium. Vitu kama citrulline, L-arginine na vitu kama nitrate vinapatikana kwenye mmea tu peke yake. Halafu kija kuangalia vitu kama flavonoids ambazo ni kemikali za kuzuia inflammation ambazo zinasababishwa na hizi cholesterol, bado vinapatikana kwenye mmea tu peke yake. Kwa hiyo vyakula bado inakuwa ni bomu kubwa sana katika kuangamiza changamoto au magonjwa ambayo yanaathiri mishipa yako ya damu kwenye ubongo. Kwa hiyo hii ni swala la ambayo utakaofahamu kwamba vinafufua hizi seli za endothelium. Lakini cha pili nitakofahamu tu kwamba vyakula hivi vinakuja kusaidia kushusha pressure kiasili bila kusababisha changamoto yoyote. Hiyo ni kazi yake ya pili ya vyakula asili ya mmea. Lakini vyakula hivi tena ni kwamba vinakuja kusaidia kuyeyusha zile plaques, yale majipu ambayo ingeweza kutokea na kuondoa zile cholesterol ambazo zipo kwenye mishipa yako ya damu. Hivi vyakula, hii ni kazi yake ngapi? Ya tatu, ambayo natakiwa wewe fanyaje, ufahamu kwa nini unavihitaji vyakula hivi. Na mwisho kwamba natakiwa ufahamu tu kwamba vyakula hivi ni vyakula ambavyo vinakuja kuboresha afya ya mishipa yako ya damu kwa 100% na kukuzuia wewe usipate stroke ya pili nyingine. Kwa hiyo mtu anapojinasua, anapokuja kupona, ni anapona. Hatumtajii kwamba atapata second stroke wala third stroke wala fourth stroke. Yaani huwezi kupata stroke ya pili wala ya tatu wala ya nne. Ukishajinasua na kwa umejinasua, kwa sababu vyakula hivi vinakukinga wakati unafanyaje, unajitibu. Wakati unaendelea na vyakula asili ya mmea, ninatakiwa ufanye nini tena? Hapa kuna issue ya mazoezi ya viungo, physiotherapy. Ni muhimu sana kwa mgonjwa wa stroke. Kwa wakati unaingiza mboga za majani, wakati unaingiza matunda, wakati unaingiza jamii ya mikunde, unaingiza nafaka ambazo hazijakobolewa na jamii ya mizizi kama viazi mviringo, viazi vitamu ambavyo havijakaangwa bali vya kuchemsha, wakati huo unatakiwa mgonjwa afanye mazoezi, physiotherapy. Ukiweza kufanya physiotherapy, hii inafanya nini? Wakati physiotherapy ina kazi nyingi, lakini ni sambamba na kuja kusaidia kutengeneza connection tena au njia mpya kwenye ubongo wako, na hivyo kurudisha mawasiliano ya viungo tena kama ilivyokuwa awali. Wakati huku mmea ikiwa bado ni kinga ya kukinga usipate stroke nyingine na kuzuia vile vyanzo ambavyo vinasababisha mishipa ya damu ichakae na kupelekea hiyo mishipa ya damu kuziba ama kuweza kufanyaje, kupasuka. Ndio maana physiotherapy inahitajika. Hapa kuna yamkini unaweza kawa unatumia dawa pia za hospitalini, ni tizifine, unaweza kuzitumia kwa maana kwamba zile za pressure ilikuwa imepanda zinaanza kuja kusaidia wakati ule. Na kama unakuwa unatumia vyakula vya asili ya mmea, inafikia pale zile dawa itakupunguzia, kwa sababu unakuta pressure inaendelea vizuri wakati unaendelea na physiotherapy. Kiufupi, tiba ya stroke inahitaji haya mambo mawili: lishe ya vyakula asili ya mmea na masuala ya physiotherapy, wakati huo tunazingatia ushauri wa daktari wako. Hapo unakuwa umekomesha kabisa habari za stroke, na hatumtajii huyu mgonjwa achukue muda mrefu sana wa kupona. Ukiweza kupuuza haya, hata kama uende India, uwezi pona, utapata tu kaueni kidogo, lakini bado unaweza kupata stroke nyingine ya pili, kwani umepuuza haya. Lakini hata kama utasema kama nitumie mitishamba, si nitumie vitumbishi, kama hujabadilisha masuala ya ulaji wako, vyakula kwa asili ya mmea, bado huwezi kutoboa habari za stroke. Utapoteza pesa zako bure na pasipo kupata ahueni yoyote wala manufaa yoyote. Fahamu kwamba jiko lako ndo pharmacy pekee ambayo inaweza kutibu stroke kwa 100%. Mwisho nimalizie kukwambia tu kwamba stroke zote aina mbili, hii ischemic stroke ambayo mishipa ya damu inaziba, na hii hemorrhagic stroke ambayo damu inavijia kwenye damu, ni magonjwa ambayo kwanza unaweza kuyarudisha nyuma. Yaani hata kama ilikuwa imeshafika mbali, unaweza mwili mzima umeparalyze, unaweza kairudisha nyuma ile condition na kurudi kwenye hali yake ya mwanzo. Kwa maana kwamba katika lugha ya kitaalamu tunasema kwamba unaweza kailivezi. Kwa ni reversible, unaweza kalivezi huu ugonjwa huu ama magonjwa yote mawili. Hiko ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili ni kwamba una uwezo wa kupona kabisa kwa 100% ukarudi kwenye hali yako ya mwanzo. Hicho ni cha pili. Lakini cha tatu, ikarudi fahamu kwamba
Magonjwa haya ni magonjwa ambayo unaweza ukajikinga, na silaha za kujikinga zote ziko mikononi mwako. Ni wewe unafanya maamuzi kuchagua lishe iliyo bora na kufanya mazoezi yako kama hujawahi kupata. Hayo ndio mambo ambayo naweza kukufahamisha kwa wakati huu. So far unaweza kuwa umejifunza juu ya masuala ya stroke na siri hizo kuu 7, na natarajia kwamba itaweza kusaidia wewe kuweza kuchagua njia ambayo ni rahisi, ambayo ni sahihi katika kufanya tiba. Kama hujaelewa vizuri, irudie tena hii video, na kama utapendezwa na content ya video hii ilike video hii na comment kama utakuwa na swali lolote, na share kwa ndugu mbalimbali, ili kusudi waweze kupata elimu hii ambao wakati mwingine yamkini huwezi kuipata mahali popote. Ni Emmanuel Mpalie, kitaaluma nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.